Nimewaita hapa leo kutoa msimamo rasmi wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kufuatia kauli zilizotolewa na Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima, mbunge wa jimbo la Kawe na mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Askofu Gwajima katika mazungumzo yake na waandishi wa habari ametoa kauli mbalimbali kuhusu utekaji. Ndugu zangu wa Tanzania, na mimi pamoja na wengine, hakuna yeyote, binadamu wa kawaida au kiumbe yeyote anayefurahia utekaji, anayefurahia watu kupotea au kupoteza ndugu zao, lakini anayefurahia watu kuuawa. Hakuna mwanadamu wa namna hiyo. Lakini katika hili amezungumzia mambo makuu, hoja moja yenye mitazamo miwili. Hoja ya kwanza akasema eti haamini kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ama vyombo vya dola havina taarifa ya haya mambo ama usalama wa raia katika taifa letu. Hapo hapo akazungumzia kwamba hana mashaka kabisa na kwamba vyombo hivi vya usalama katika utekelezaji wake wa majukumu. Na katika haya mambo mawili tunapata mashaka kama umoja wa vijana, kwamba kama umetuambia huna mashaka na vyombo hivi, ina maana Askofu Gwajima anazo taarifa za kusaidia jeshi la ulinzi na usalama ama vyombo vya dola. Kwa tafakuri zake na tafakuri alizozizungumzia, inaonesha kwamba Askofu Gwajima anazo taarifa za kuishibisha serikali juu ya upotevu wa watu, juu ya utekaji wa watu, juu ya mauaji ya watu katika taifa. Na hapa tuseme tu wazi, vyombo vya ulinzi na usalama ama vyombo vyetu vya dola vimchukue na vimchukulie hatua, vimhoji swala hili, kwa sababu inawezekana ana taarifa, na inawezekana katika kipengele kingine kuna watu huwa wanawaambia akathibitishie jeshi la ulinzi na usalama. Na huo tunasema sio ujasiri wa kisiasa, huo ni uchochezi wa kihisia kwenye masuala nyeti. Na sisi hapa tuseme wazi, hatuwezi kukubali majukwaa ya kisiasa yatumike kutoa picha ya taifa lisilo salama kwa kutumia majina ya watoto wa viongozi. Je, huyu mtu ana ajenda gani katika taifa letu? Ana ajenda zipi za siri? Na nani yuko nyuma yake aliyemtanguliza kuhakikisha anatengeneza migogoro katika taifa letu? Ndugu zangu, labda niseme kitu kimoja. Askofu Gwajima amesahau mwaka 2020 kama anadharau hata vikao hivi ndio vilimpitisha Gwajima kwamba yeye ndiyo mgombea atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Kawe. Licha ya kwamba Gwajima hakushinda ile nafasi, alishika nafasi ya 3. Niseme kitu kimoja. Mimi namshauri Askofu Gwajima kwa niaba ya umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, avue kinyago chake alichokivaa na ajitokeze waziwazi na si vinginevyo. Aseme ajenda yake kuu ni ipi kwa rais wetu na nchi yetu. Na kama hana imani na vyombo vyetu vya maamuzi na mijadala ambao yeye ni mjumbe wa vikao hivi, yani bunge pamoja na neki, ajiuzulu mara moja nafasi yake, ili chama na serikali ijue kwa kuwa kwamba inashughulika na mwanaharakati anayeitwa Josephat Gwajima na si vinginevyo. Ajiuzulu. Sababu unakuta watu wanapata ukakasi kwa sababu bado amevaa kile kinyago alichojificha nacho, na sisi tumesha tafsiri, sisi ni Waswahili, tunajua mlengo wake ni upi. Ajiuzulu mara moja ili serikali sasa ijue kuwa inashughulika na mwanaharakati anayeitwa Josephat Gwajima. Na nije kwenye msimamo wa jumuiya. Sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, hatuhitaji kumuona Gwajima anakwenda ofisi yeyote katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kuchukua fomu kuwania ubunge mwaka huu. Ni wakati wake muafaka sasa kwenda kupumzika na kufanya harakati zake dhidi ya serikali na CCM kwa ujumla kwa uwazi zaidi, badala ya kujificha, ili na sisi sasa kama umoja wa vijana wa CCM Dar es Salaam tukabiliane naye waziwazi.